Na ndio maana yoyote anayekuwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya. The journey, safari ilianzia pale msalabani. There was a reverse. Yani kulikuwa na mabadiliko, kulibadilika. Maana baada ya anguko, life sasa this time ikabadilika. Kwa askari hakukosea, alikuwa exactly. Lakini sasa depth, unavyoenda kwenye kina zaidi, life hii, maisha haya, ili yawe na maana sana kwako na kwangu, yawe na maana kubwa, yanahitaji vitu vikubwa viwili: the grace, neema ya Mungu, na neno la Mungu. Maana neno la Mungu ndio uzima, ndio uhai wenyewe. So at that moment ambayo unachukua neno la Mungu, unalisoma, you live it. Sio tu kulisoma, unaliishi neno la Mungu. Linaleta kitu kinaitwa life, a new beginning. Na haitaishia tu kulisoma na kuliishi alafu likakuletea new beginning. Linakupa kitu kinaitwa neema. Na hii neema ndio uhai wenyewe, because there is more than eating and drinking. Yesu akasema kuna zaidi ya kula na kunywa. Na ndio maana ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, bali ni haki, righteousness, peace and joy. Haki, furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa kilichofanyika pale Golgotha, yes, kilichofanyika Golgotha, unajua the meaning. Hata Golgotha haikufanyika Golgotha kwa bahati mbaya. There was a reason from the beginning. Kutoka kwenye bustani ya Eden pale, angalia, Adam na Eva walikula tunda from the tree, kutoka kwenye mti. Kutoka kwenye nini? Kwenye mti. Baada ya kula, what did God say? Wakawa wameasi, wamefanya kitu kinaitwa disobedience. Disobedience maana yake ni nini? Yani tuliingia uadui na Mungu. Wapi? In the mind, kwenye kufikiri. Tukawa adui na Mungu hapa kwenye brain thinking. Ndio maana mawazo ya mwanadamu yamejaa hivyo. Mwanzo 6 anasema, Mungu akasema, yani sitashindana na mwanadamu kamwe. Siku zake I will make them 120, 120. Kwa nini? Hivyo. Bwana Yesu apewe sifa sana. So from the beginning, kutoka mwanzo, God intended, Mungu alikuwa ameplan na alitaka kuwe na life. Wewe uwe na life, mimi niwe na life. From the bustani ya Eden, kutoka kwenye bustani ya Eden. Life from the tree. Hiyo ni picha tu. Sasa kilichofanyika Golgotha, you know Golgotha maana yake ni nini? It's a place of skull. Yani sehemu ya fuvu la kichwa. Sehemu ya fuvu la kichwa. Tree. Yesu ilibidi aangikwe msalabani, arudi kwenye origin, picha ya mti. Lazima kulirudia kwenye mti. Picha, that is a picture. Sasa kilichofanyika msalabani kilikuwa ni kitamana sana. Kwa nini? That time wakati kumetokea anguko kule kwenye bustani ya Eden, walivyofanya anguko, nimekwambia kilichoanguka ni hapa kwenye mind. Paulo akasema angusha kila ngome, kila nini hapa in the mind. Kwa hiyo uadui wa sisi na Mungu haukuwa kwenye anything else, it was in the mind. Bwana Yesu apewe sifa sana. Yesu akafanya nini pale msalabani? Unaona mti, that mti kabidi tena aangikwe msalabani, picha ya mti, arudie kwenye mti, tree, mti. Kutoka mwanzo ulikuwa ni mti, anguko. Kwa hiyo kabidi irudie mti. Golgotha haikufanyika bahati mbaya. Golgotha, fuvu la kichwa. So pale Golgotha kulikuwa na exchange. I like God. Kulikuwa na exchange ilifanyika. Yani manake nini? Ile disobedience ikaja kuwa obedience. Kule kutokutii kukaangushwa kukawa kutii. Vipi? Pale msalabani, kwa sababu kulikuwa ni, nimekwambia Golgotha, fuvu ya kichwa. Kwa hiyo ile system yote ya hapa kichwani ikashushwa chini, kukapewa system mpya. That is the meaning. Isingefanyika sehemu yoyote zaidi ya Golgotha. It had to be Golgotha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lazima ilikuwa ifanyike Golgotha. Kwa nini? Because there is kuna maana, hakuna tu sababu. Things don't just happen. Mambo hayatokei tu, yanatokea kwa sababu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunaposherehekea Easter,
Tunapokuja tunasema tunasherehekea Pasaka, I say wewe una sababu, mimi nina sababu ya kusherehekea, kwa sababu there was a transaction, kulikuwa na mabadilishano yaliyobadilishwa hapa kwenye ufahamu. Fahamu zote ambazo sio sawa hivyo zikaangushwa, tukapewa fahamu mpya ya Kristo Yesu. Ndio maana Paulo anasema nia, tuwe na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo, the mind. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo ndio maana kusherehekea Easter, kusherehekea Pasaka kuna maana kubwa sana sana sana. Hatusherehekei tu, tunafurahia, yani we rejoice. Unajua ku rejoice, you rejoice with all your strength. Unasherehekea wokovu. Wengi wetu hatujui kwa sababu hatujaona the goodness, the other side ya wokovu. Na kwa nini hatujaona? Kwa sababu hatujaenda kwenye kitu kinachoitwa perfection. Sio perfection, sipaanisha perfection ya kuwa mkamilifu, mtimilifu kwenye kwamba blameless, hauna makosa. No. Yesu anataka tufikie kitu kinaitwa perfection, utimilifu. Utimilifu katika nini? Katika yeye, katika nature na character ya kwake, katika asili na tabia za kimungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndicho kitu Mungu anataka kwako wewe na kwangu mimi. Anataka tufikie perfection. Na process ya perfection, it's a process, inaitwa process. Yani hatua kwa hatua. Many Christians, bahati mbaya sana, Wakristo wengi na hasa wa wokovu, they don't enjoy, hawaenjoy wokovu because they have not walked, hawajatembea kwenye process ya perfection. Yani perfection inayomaanisha hapa ni maturity, ukuaji, kwenye process ya ukuaji kufikia kile kitu Kristo anataka. Nitakuonyesha mfano. Wana wa Israeli walivyokuwa wanatoka Misri kuelekea Canaan. Canaan ilikuwa ni sehemu ya ahadi. It was a promised land. Biblia inatuambia ni nchi ya nini? Ya ahadi, si ndio? By the time ndio kitu kilicho tena wanaita Passover. Yani wakachinja nini? Ni picha ya Pasaka, si ndio? Kwa ilikuwa inamaanisha hata kwa wana wa Israeli ilikuwa kila mtoto afe kwenye familia, si ndio? Every child. Lakini kwa sababu ya damu, grace, unaona, kwa sababu ya damu ambayo ni picha ya neema walikuwa nayo wana wa Israeli, kwa sababu ya ile damu iliyopakwa kwenye mimo ya mlango, entrance gate, maingilio. Kuna somo lingine huko. Kwa sababu ya damu iliyopakwa kwenye milango, unaona, wana wa Israeli wakapata kitu kinachoitwa wokovu. Yani their lives were spared, maisha yao wakapata life. Kwa sababu ya nini? Ya damu. Wameokolewa tayari, wamepata kitu kinaitwa salvation, wokovu. Wameokolewa kwa damu, wana wa Israeli. Kwa damu kupakwa milangoni, wakaokolewa. Walibidi wachukue another step, hatua nyingine ya kufanyaje? Yesu akawaambia, Moses akawaambia, masharti ni haya. Vaa your sandals. Utayari? Tayari. Funga. Kwamba there is a walk, kuna safari sasa, you have to take a step and move. Lazima uchukue hatua na kutembea kwenda kukulia wokovu, kukulia wokovu. Biblia inatuambia, it is very sad, inasikitisha sana, kwa sababu katika process kuna wengine walifeli. Ndio picha ya leo ya wewe uko duniani na mimi uko duniani, ambao Wakristo wengi wanafeli. Why? Because ile hatua ya kukulia sasa, ya kukua, kufikia kitu kinaitwa maturity, yani ukuaji timilifu, ndio inaitwa perfection, ukamilifu, ndio kitu ambacho Yesu anataka. Wengine walifeli. Kwa hiyo hawakuona matunda, hawakuona ahadi za Mungu walizokuwa ametaka kuwapa. Kwa hiyo it was a history, ilikuwa ni historia tu. Kwa nini walifeli? Kwa nini walifeli? They were not willing. Ile hatua ya kukua ni kama mtoto mchanga anavyokuwa, anatakiwa kuchukua hatua, anapiga hatua, anadondoka, lakini anasema no, anasimama tena, anadondoka kichwa, anasema no, nasimama tena, anaenda hatua mbili mbele, anatembea, ana give hope mpaka anafika miguu inakomaa. The same perfection.
Ndio hicho kitu Paulo anasema. Naomba uniwekee Waebrania. Tuangalie kwenye Waebrania sura ya 5. Kuanzia ule mstari wa 12. Waebrania sura ya 5 kuanzia mstari wa 12 anasema, kwa maana iwapasapo kuwa waalimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu. Nanyi imekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Mstari wa 13, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Mtoto mchanga anatumia maziwa, hajui neno la haki. Anasema lakini mstari wa 14, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, maturity, full of age, waliofikia kukua kwa akili, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Akili zao zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Twende mstari unaofuata. Anasema kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Unasikia anachosema? Tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Ndio anaongelea perfection. Perfection hii ni ya maturity, full of age. Kwa Kiingereza ule mstari wa nyuma anasema those who are full of age, waliofika umri timilifu. Maana yake si watoto tena, bali wamekuwa. Yesu kwenye Paulo anasema kule, unajua kwani nani anapewa urithi? Ni mwana, mtumwa au mtoto? Kwa nini mwana? Kwa nini mwana? Mwana amefikia maturity, anajitambua, ndio maana anapewa urithi mwana. Mungu sio kana kwamba ahadi za Mungu kwako sio ni kweli, ni amina, kwa sababu Yesu anasema, Mungu anasema hivi, yeye sio mwanadamu hata aseme uongo. Kwa hiyo ahadi zake ni hakika na kweli. Lakini kwa nini hazitokei kwako? Kwa nini? Kwa nini hazitokei kwenye maisha yetu? Why? Kwa nini sometimes we don't see? Kwa nini hatuoni ahadi za Mungu kwenye maisha? Why? Maturity. Hatujafikia full of age, maturity, kukua. Just the same kama kilichowatokea wana wa Israeli kule jangwani. Hawakufikia, they started walking, wametembea tu, wamefika mahali, wame give up. Wengine wakaishia kutukana kabisa, wengine wakaishia na kuacha kabisa. They just decided, na wakafia kule. God was angry. They died. Kizazi kile Biblia inatuambia they all died. Very sad. Why? Hawakuona ahadi za Mungu ambazo Mungu alikuwa ametaka. Kwa nini? Hawakufikia kitu kinaitwa, kwa sababu yeye, Paulo anasema, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikie utimilifu. Utimilifu ni hatua. You start, kwani ukisha wokovu, kuna baada ya wokovu kuna hatua inaitwa you grow kwenye wokovu, inaitwa perfection, kufikia utimilifu. Sio kana kwamba hausiwe blameless, sio kana kwamba uwe hauna dhambi. No, uwe maana yake unamfanania Kristo, nature na character, tabia na asili ya Mungu. Tabia zako zimfananie Mungu, asili yako imfananie Mungu. Ndio hicho kinaitwa utimilifu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anasema tusiweke msingi tena kwa kuzitubia kazi zisizo na uhai na kwa kuwa na imani kwa Mungu. Mstari unaofuata anasemaje? Na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kukufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Unajua kulikuwa na notion, yani wanasema ni maneno, wanasema ni mengi sana, kwamba walokole toka from the beginning. That is very sad. Na ndio wazungu au nchi zilizoendelea wametupiga gap hapo. Kwa nini? Wao walikuwa na another mind. Unasikia injili ni kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo. That is the injili, hiyo ndio gospel. Sasa sisi tukawa na gospel nyingine kwamba tunapookoka kila kitu kinakuwa dhambi, we are ready. Yani kama tunakuwa tunajitenga fulani hivi kwamba tuko tayari kwenda mbinguni. That is not the plan of God from the beginning. Let me tell you, ujue sasa, kutokea mwanzo Mungu alivyoumba, ametaka umilele ukawe ndani ya kwako, ndani yangu. Na ndio maana he decided to stay, akaamua kukaa ndani yako, akaamua kukaa ndani yangu. Why?
kwa sababu there is eternity, kuna umilele. Na ndio maana anasema hukumu ya milele ni mambo ya anasema mafundisho haya ya mabatizo, mafundisho ya mikono, mafundisho ya kufufuliwa wafu, mafundisho ya hukumu ya milele. Unasikia msijui mambo ya nini? That is a wastage of time, ni kupoteza muda. Gospel ni 1 2, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Kristo. That is the gospel. There is no any other gospel. Hiyo ndio injili ambayo inatakiwa, only, nothing else. Kristo asubuhi, Kristo mchana, Kristo jioni, Kristo jana, Kristo leo, Kristo kesho, Kristo milele. Nature, mpaka asili na tabia ya Mungu ya Kristo iumbike ndani yako, iumbike ndani yangu. That's what Christ wanted. Na ndio maana utajiuliza, kama kweli wewe unataka ulivyokoka, uliokoka alafu baada ya hapo ufe uende mbinguni, sasa kwa nini ukiuma unakunywa dawa au unaenda kutibiwa? Why? Si ufe tu uende mbinguni bwana. Si the way. Si ndio anasema guys, the way. Si ukufe. Kwa nini? Why do you want tiba? Why do you want to stay? Kwa nini unataka kukaa? Why? Kwa nini? Why do we take all the energy? Leo tunavaa vizuri, unakula vizuri. Why do you take all the trouble and look for money? For what? Because kwa sababu kuna life. Kristo alitaka life forever in you, in me. Kristo from the beginning, kutoka mwanzo, kutoka awali, alitaka eternity iwe with us. Biblia inasema maskani ya Mungu i pamoja na wanadamu. That is the plan of God. Yani hata kama kutakuja, hakuna siku tunaisubiria. We are all waiting for the day ambayo Kristo will return, ambao will all be changed. Whether tutabadilishwa miili au hatutabadilishwa, lakini Kristo tunatakiwa tuishi naye sasa hivi kuendelea na atakapokuja na every day. That is the plan. Sio kana kwamba eti unasubiria, mwingine anasubiria kwamba nisiwe na dhahabu, nisiwe na maisha mazuri, nisubirie mbinguni. My friend, kama unaweza kuwa na bangalo, kuwa nalo sasa. In heaven hakuna mabangalo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama unaweza kununua magold, eti utatembea kwenye street za dhahabu. My friend, kama unanunua madhahabu, weka vizuri. Mwili wa Kristo, hekalu lako lipendeze. Bai, pigilia, vaa vizuri. Pasa anasemaga kula vizuri, fanya kila kitu vizuri. Why? That is hekalu. Hilo ni hekalu ambalo Kristo, the mighty God, the living God, the universe, the owner of the universe, yani mwanzilishi wa dunia, wa mbingu, wa enzi, anaishi ndani yako. Imagine. Kwa nini usilitunze? Tungekuwa na sababu gani kama ni hivyo? Watu wakipata matatizo tuje hapa kanisani tumuombe Mungu rehema, wakae vizuri. Why should we take all the trouble? Because the mighty God, the living warrior, is supposed to live in you. Anatakiwa aishi ndani yako, awe ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. So umilele is with you, uko na wewe. Usitegemee kwamba kuna siku. No! Siku ni sasa. Biblia inasema siku ni sasa. Wakati ni sasa. It is now. Sio mna wakati mwingine, it is now. The change, mabadiliko starts now. It starts now. Don't wait for tomorrow. Usisubirie kesho for a change. Everything begins now. Kila kitu kinaanzia sasa. Kila kitu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa unaweza kuona ni jinsi gani kifo cha Yesu msalabani kina maana kubwa sana for our lives. Kwa sababu ni transformation ya mind, ya system, ya everything. Ya everything. Mungu anataka, the plan of God, Mungu anataka, mpango wake ni kwamba we enjoy life. That is the plan of God. I tell you. Wewe ukikana watu weupe wazungu, na utajua Afrika tuko nyuma. I'm telling you, wana enjoy every part of their life. Yani utamuona Kristo kwenye kila eneo la maisha yao. Kila eneo, you will see Christ. Kristo haonekani tu kanisani, life inakuwa so hard. Never. Kristo anatakiwa aonekane kwenye kila eneo la maisha yako. Kusema kwako, kuongea kwako, kutembea kwako, kuishi kwako, the way you interact. Christ is supposed to be seen. The way we cook together, the way we eat, tunavyopika, tunavyo celebrate. Kristo anatakiwa aonekane kwenye kila angle of life.
That is the nature and character of God. Tabia na asili ya Mungu. Tunda la Roho, uvumilivu, upendo, utu wema, uaminifu. Yote hayo, kiasi. It's supposed to be seen as a full package. Ndio maana haitwi matunda, inaitwa tunda. It is one. Ni moja, sio matunda. Ni tunda, ni moja. Ili moja lina package, full package. That is called the fullness of God. Yani utimilifu wote wa Mungu. Sasa hatuoni utimilifu wa Mungu in our lives because we have not taken, hatujachukua hatua ya kutembea one step, the other step towards salvation. Kuelekea wapi? Perfection. Yani hatujachukua hatua moja kwenda hatua nyingine, kutoka kwenye wokovu kuelekea utimilifu. Kila ambacho anasema. Lakini kukiwa na utimilifu, tumechukua hatua tunaelekea kwenye utimilifu, tutaona fullness, yani utimilifu wote wa Kristo, utimilifu wote wa uungu wote wa Mungu. We shall see it. I say, lazima uenjoy maisha. I'm telling you. You must. Yani it is a must. Wala sio choice, it is a must. Kwa sababu huo ndio mpango wa Mungu from the beginning. Na ndio maana Bwana asikudanganye mtu. I say Yesu mzuri. Maana amejaa ile full package. Asikudanganye mtu. Yani wewe ukimwacha Kristo umefeli my friend. Umeanguka. Yani umefeli, umekosea sana. Usije ukamwacha Kristo, never in your life, because yeye amekaa na utimilifu wote. Never. Yani hata kama utapitia magumu kiasi gani, never leave Christ. Yani sema kama ni kufa na nife, I will die with Christ. Why? Because Kristo ni kila kitu. Umejaa ndani yake. The whole. Ndio maana anaitwa, tulijifunza the other week, anaitwa the light of the world. Nuru ya ulimwengu. Nuru maana yake nini? I say hamna kitu kikubwa kama hichi. Imagine the word, neno linafanyika kuwa mwili, linafanyika kuwa flesh, alafu linaishi, alafu tunaona utukufu wake. That is the light. Hiyo ndio nuru yenyewe. Neno linafanyika kuwa uhalisia kabisa kabisa. Yani kwa lugha nyepesi, the creator, muumba wa mbingu na nchi, anafanyika, anajichukua mwenyewe, anajiconvert kwenye neno, afanye convert kwenye mwili, afu anaishi, afu tunaona utukufu wake. Hai! Ndio maana nasema he is the light. Mimi ni nuru. Na akatuambia sisi ni nuru ya ulimwengu. Kwa nini? Because that one, huyo Yesu anapoishi ndani yetu, we become that light. Tunakuwa ile nuru, tunaangaza gizani. Hakuna namna kwamba Yesu akaingia alafu kukawa na giza. Never. Not possible. Kunakuwa na tatizo. Not possible at all. Haiwezekani. Haiwezekani completely. Kwa nini? Amefanyika moja. Nuru ameamua, imagine akaacha enzi na utukufu. Kisoma kwenye ile Mathayo 27 utaona yani mateso na everything alichokipitia, it was too much. And he didn't deserve, hakustahili kupitia vyote hivyo. Lakini kwa nini alipitia hivyo? Kwa sababu lazima ilibidi aturudishe mifumo, aifanyie reverse pale Golgotha. Tuwe tena na mfumo mwingine. Namna ya kufikiri kwetu, namna ya kuishi kwetu, namna ya mitazamo yetu ibadilike. Lakini exchange lazima ilikuwa ifanyike. Alikuja kutupatanisha na Mungu, maana tulikuwa tushakuwa maadui na Mungu kwenye fikra zetu, kwenye fahamu zetu. Kulikuwa tushaingia uovu na uasi. Unafikiri uovu na uasi unakaa wapi? Si unakaa kwenye ufahamu? Yes, kwa nini ndio unasikia mtu anawaza mawazo mabaya? We are enemies of God. Sisi tulikuwa maadui. Paulo anasema we are maadui na Mungu kabisa. Wapi? Kwenye fikra zetu. Lakini alichokifanya msalabani, akaja kutupatanisha sasa na Mungu, kuondoa ule uadui, akatuwekea mifumo mingine ya kufikiri na kufahamu. Amina. Nitakwambia tu step 2 ambazo, step ya kwanza kabisa kwenye wokovu ili kufikia perfection, yani kufikia utimilifu. Nitakwambia step 2 tu leo. Kuna stepu nyingi, hatua. Hizo hatua sasa. Hatua hapo, nitakwambia hatua wakati Bwana atakavyotuwezesha kwa siku ya leo. Hatua ya kwanza kabisa inayotokea, yani salvation, ili kufikiria wokovu, kufikiria nini? Utimilifu. Yani salvation, kufikiria nini? Perfection. Ili wewe na mimi, nimekwambia ili wewe na mimi tuone uzuri wa Mungu, tuone ahadi za Mungu ziwe vivid kwenye maisha yetu, lazima
tukue, lazima tuwe matured Christians. Na hata Yesu anaporudi, unajua harudi kwa ajili ya children, harudi kwa ajili ya watoto my friend. Anarudi kwa ajili ya matured Christians. Matured, so Christians only, matured sons. Yaani wana ambao wamefanya nini? Wamekuwa. Sio tu wana, wamekuwa. Inamaanisha wanamuelewa baba yao ni nani. Wanamuelewa Kristo ni nani. Kwa ni kwa sababu nimekwambia mrithi ni mwana. Mwana ndio mrithi na sio mtoto. Kwa ili uwe mrithi lazima ufikie hatua ya kuwa mwana. Kuna zile hatua tunafundishwaga, tulikuwa tunafundishwa kwenye madarasa, ndio maana mnaambiwa jamani, kunjooni kwenye madarasa ya Father's Table, ni ya muhimu. Kuna hatua za hivyo. Hatua ya kwanza ni nepios. Yaani huyu nepios imeitwa nepios kutokana na neno nepi, kwamba anavaa nepi, mtoto ambaye anajipupulia, anajisusulia. Unaona? Anasusua na pupu hapo hapo. Huyu anaitwa nepios. Lakini sasa huyu mtoto hivi kweli kabisa, grateful huyu hapa. Unaweza ukamwambia millions of money hizi hapa great, na kwambia hebu nenda kafanye shopping. Hata dunia itakuona wewe akili yako haiko sawa, si ndio? The same way God muumba mbingu na nchi. Kumbuka, he is your father. Whatever your father has, chochote baba yako alichonacho, it is yours. Lakini why is it not yours? Baby, uko na pios, atakupaje milioni 2 ukafanya shopping Mlimani City, uko na nepi? Serious? Not possible, not possible. Haiwezekani. Never. Utaona Mungu ni muongo kwa sababu wewe hapo uko kwenye hatua nini? Ya chini. Lakini kama ungekuwa umekuwa, you could never see God muongo. Never. Hawezi. God cannot trust you with value stuffs at a small age. Mungu hawezi kukupa vitu vya thamani, venye thamani kwa umri wa nepi. Never. Never. Sasa wengi wetu we don't see that because tuko kwenye hatua ya nepi. Kinachotakiwa weka jitihada, ndio kile Paul anasema. Jitihada, tight your belt. Weka jitihada kutafuta Kristo, the word of God. Weka jitihada kujifunza neno la Mungu. Weka jitihada because that word ndio Kristo mwenyewe. Weka jitihada. You have to put efforts, my friend. It is effort. You have to put efforts. You have to. You have to. You have to. No matter how times you fail, hata kama utaanguka mara 10, leo umedondoka, usikate tamaa. Stand up. Say no, I will continue. I will continue. Keep the efforts. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Kwa sababu kwenye wokovu hizo mpaka ufikirie ule utimilifu, kuna hatua inaitwa enlightenment. Enlightenment. Yaani unapewa mwangaza, nuru. Ya kwanza kabisa ni hatua ya kwanza. Maana neno la Mungu, Biblia inasema neno lake ni nuru. Ni mwanga wa njia, ni nuru. You see, it gives us enlightenment. Kinatupa mwangaza. Tulijifunza wiki iliyopita, inatupa mwanga. So hatua kabisa ya kwanza, kwa sababu inakupa mwanga, that light ndio inakusababishia uone whatever. Kwenye light ukiwa na tochi yako, hata kama kuna wadudu wakali, kuna vitu vikali, you will see them. Why? You have the light. You will see. Ndio kile Paulo anasema, able, anaweza kupambanua good and evil, mabaya na wema. Why? Mabaya na wema unapambanuaje? You have the light, so you will see. Utaona kabisa, hapa kuna hatari, hapa hamna hatari, hapa kuna shimo, hapa sijui kuna nini. Utaona, utaskip. Why? The light. Sasa hatua ya kwanza, you have to take the steps jamani. Lazima uchukue hatua za wokovu. You must. Usipochukua hatua za wokovu, you will never see the goodness of God in your life. Hautaona uzuri wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa lazima uchukue hatua za kuulia wokovu ili uone uzuri wa Mungu kwenye maisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hatua ya kwanza kabisa, hiyo inatupa light. Lakini hatua nyingine ambayo ndio very good, hii hatua ni nzuri, naipenda. Inaitwa, I like the wimbo naimba, test and see that the Lord is so good. Test and see. Inaitwa hatua ya kutest
au ya kuenjoy heavenly gifts. Heavenly gifts ni zawadi za kimbingu. Sasa zawadi kubwa kabisa ya kwanza ya mbingu ambayo Mungu ametupatia ni kuitwa wana. Akasema hivi, ni malaika yupi au ni nani aliitwa wana? Hayupo. Lakini mwanadamu amemuita mwana. Mwana maana yake kwamba we have a father, tuna baba. Na huyu baba, nimekwambia alichonacho baba, unatakiwa kuwa nacho, maana wewe ni mwana. Una haki yote ya kupata vya baba yako. Una haki yote. Hakuna zawadi kubwa kama kuwa mwana. Unapokuwa mwana, unakuwa na opportunity, unakuwa inaitwa privilege. Unakuwa na fursa. Unakuwa na ile fursa, sio fursa ndogo tu. Fursa kubwa ya kupateki, ya kushiriki vya kimbingu. Kimbingu kimoja hapo ni nini? Roho Mtakatifu. Unapata fursa ya kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu ambaye anatuguide. Biblia inasema anatuongoza katika yote. Sasa Roho Mtakatifu anapokuja, sio inaishia tu hapo. Moja, anafungua fahamu yako, unaanza kuona. Na utaanza kuona tu vya eti kwa vya habari. No, unaona kila kitu. Unaona na fursa, unaona na creativity, unaona na vyote. Unaona na vyote. You will enjoy life. Una enjoy life. Pale ambako wengine wanaona mbona hapa hatutoboi, wanasema, unashanga hatoboi, unatoboa wewe. Kwa nini? Kuna ambaye amekupa nuru, imekuangazia, unaona yes, I can do this, naweza fanya hichi, na unapita. Sasa sio tu, yani Mungu anataka ushirika na sisi kwenye kila eneo la maisha yetu. Kila eneo la maisha yetu, every corner of our lives. Yani tusiwe wa Kristo ambao ni double, fake. Yani tuna sura mbili mbili. Mungu anataka tuwe halisi, the real. The real. Lakini ni mchakato, hii inaitwa test. Enjoy the heavenly gifts. Una-enjoy, unafurahia zawadi za kimbingu. Tumekuwa wana, tumepewa na Roho Mtakatifu. What else do you want? Unataka nini tena? Sasa kwa nini usiingie katika commitment? Katika kujitoa, kujidhatiti. Commitment ndio hivyo hivyo, kujidhatiti. Yani umekomalia jambo lako. Kwa nini usikomalia habari ya Mungu yani? Ukawa serious. God, nitakomana wewe mpaka kieleweke. Nitakomana wewe mpaka kieleweke. Yani nitakomana wewe ni kwamba I will take my effort. Nitakuwa committed. Committed where? Committed in the word of God. Committed kusanyika. Kama ni kukusanyika, kuwa committed kusanyika. Kama ni kusoma neno, kuwa committed soma. Kama ni yani kuwa committed kwenye mambo ya kimungu. You will see. Utaona. You will test. You will be led by the Spirit of God. Pale ambako wengine, you see the world, dunia itakuwa inalia sehemu nyingine, watu but you will never, hautaka ulie. Kwa nini ulie wakati you have a father, una baba, who is the owner, ambaye anamiliki each and everything? You will never cry. You will never cry. Lazima ni kwamba hautapitia hardship. Hata kama utapita kwenye hizo hardship. Lakini it is not about your hardships. Kwa sababu kuna baba yako huko ndani. Uko na baba yako ambaye anakusaidia kuhakikisha kwamba you pass. Unapita na unafanikiwa. Yes. So, let's take all. Tuchukue. Yani, mwambie Mungu naomba tu yani unisaidie. Niwe niwe committed na wewe, niwe na ushirika na wewe, niwe all that, yani niwe halisi. Mimi namwombaga tu Mungu, namwambia God, kama yani just make me real, yani niwe tu halisi. That's it. Niwe tu halisi. Kama ni kukupresent, kama ni kukuwakilisha wewe, nikuwakilishe vyema. Yani ile asili na tabia ya kwako ya kiungu, niwakilishe tu vyema, niwe halisi, nisiwe mtu wa hivi na vile. No, niwe tu halisi. Niwe tu halisi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaweza ukasimama.
Mtakatifu Mungu, asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako Bwana. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu Jehova. Tunasema asante kwa ukuu wako na baraka zako Bwana. Asante kwa ajili ya neno lako. Asante kwa sababu Mungu unatujua vyema, unajua maisha yetu Bwana. Asante kwa sababu Mungu umezungumza na maisha yetu, umetusaidia Bwana. Tunakuomba in this moment Father, let your word be real in our lives God. Let you be real in our lives. Let God everything in our lives be so real God. Let everything be so real to us Jesus. Let everything present you fully God. Let everything be so real God. Everything be real God. We want to be real God. We want to have a good association with you. To partake everything that you want for us, oh God. To partake all the heavenly gifts. To partake all everything that you have assigned and designed for us, God. We want to be so real, God. Help us be real, mighty God. Help us be real, King of Kings, God. We want our relationship with you, our lives with you, God. Everything to be so real, God. Be real, God, in everything. Jesus, we pray that everything brings a reality, God. A reality in every corner. A reality in every matter. A reality in everything, Jesus. Father, we pray that, God, you be so real to us, Jesus. We bless you, God. Baba, tunakubariki. Mungu, tunakutukuza. Tunasema ni asante Bwana. Tunasema ni asante kwa rehema zako, kwa ukuu wako na baraka zako. Lihimidiwe jina lako Mungu.